nataka usiingie kwenye ndoa kama uko tayari kuwa kiongozi, mtawala na kichwa. Why? Mungu wetu ni Mungu wa protocol, yaani Mungu wetu ni Mungu wa itifaki. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mungu alipoanzisha ndoa aliiwekea protocol. Mungu alipoanzisha ndoa aliiwekea utaratibu, aliiwekea mfumo. Mwanaume awe kichwa, mwanaume awe kiongozi, mwanaume awe mtawala. Mwanaume kuwa kichwa, mwanaume kuwa kiongozi ni spiritual protocol, ni itifaki ya kiroho. Ndoa yeyote ambayo mwanamke amechukua hiyo nafasi haina Mungu. Mwanaume kwenye ndoa ni mfano kamili wa Yesu Kristo na kanisa. Mwanamke kuchukua nafasi ya mwanaume kwenye ndoa ni kumpindua Yesu Kristo na kuvunja itifaki ya kiroho na kuvuruga utaratibu wa kiungu na mfumo wa kiungu wa ndoa. Mungu ndiye aliyeweka utaratibu wa mwanaume kuwa kichwa na kiongozi kwenye ndoa. Mungu anaheshimu utaratibu wake. Mungu ni mtiifu wa neno lake kiasi kwamba hawezi akalivunja. Ndoa yeyote ambayo mwanamke amechukua nafasi ya mwanaume lazima iwe na mwisho mbaya. Huwezi ukamsahihisha Mungu. Mwanamke kuchukua nafasi ya mwanaume kwenye ndoa ni kumsahihisha Mungu, kwamba no, ulikosea Mungu. Baraka za ndoa ziko kwenye mfumo huo wa kiungu. Ndoa ambayo mwanaume sio kichwa na kiongozi haiwezi ikawa na baraka za Mungu. Why? Baraka za Mungu zimewekwa kwenye itifaki ya kiungu. Kama unataka baraka za Mungu kwenye ndoa, ishi kwenye protoko, kwenye itifaki ya kiungu. Mwanaume anatawala kwa upendo. Mwanaume ni kiongozi, na huu uwezo wa kuongoza hasomei. Alipozaliwa akiwa mwanaume, aliumbwa na uwezo wa kuongoza. Kila mwanaume ana uongozi wa kiasili, hata kama ana macho, hata kama hajui kuandika jina lake, na wewe mwanamke ni profesa. The man has a special ability ya kuongoza nyumba.